Na mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu sana. Karibu tuangazie taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujiri na kutuweza kutufikia. Yako mengi ambayo tumeweza kuyafumbata. Jina langu ni Official Rules. Ni mpaka tamati. Endelea kusubscribe, kushare, kulike, kucomment. Jeshi la polisi limeweza kufunguka sababu ya kumkamata Niffer mara tu baada ya Mange kutoboa siri, kumbe alikuwa anachochea maandamano. Ni siri kubwa za kukamatwa kwa mfanyabiashara maarufu kabisa kutoka nchini Tanzania, bidada Niffer, ambaye polisi wameweza kuvunja ukimya, lakini maswali yanazidi kuibuka miongoni mwa wadau mbalimbali. Jijini Dar es Salaam kumeweza kuibuka taharuki kubwa kiukweli mara baada ya taarifa kusambaa mitandaoni zikadai kwamba mfanyabiashara maarufu ambaye anafahamika kwa jina la Niffer ametoweka na watu wasiojulikana waweza kumchukua maeneo ya Sinza jijini Dar es Salaam. Tukio hilo liliweza kuzua gumzo kubwa mitandaoni kiukweli, huku wananchi wengi wakionyesha hofu na wengine kuhoji usalama wa mfanyabiashara maarufu nchini. Hata hivyo, uchunguzi ambao ulifanywa na IOTV uliweza kubainisha kwamba taarifa hizo za utekaji hazikuwa sahihi. Na kwa mujibu wa maelezo ya kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam, Jumanne Muliro, Niffer hakutekwa bali alikamatwa rasmi na jeshi la polisi kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Muliro aliweza kunukuliwa akisema wazi kwamba polisi wamemkamata wala sio watu. Sema polisi wamemkamata, mimi ndio nakwambia. Kauli hiyo imekuwa wazi kwamba operation hiyo ilikuwa chini ya mamlaka ya polisi na si tukio la kihalifu kama ambavyo ilidhaniwa hapo awali. Pamoja na ufafanuzi huo, bado haijawekwa wazi ni tuhuma zipi hasa ambazo zimeweza kupelekea kukamatwa kwa mfanyabiashara huyo, jambo ambalo limeacha maswali mengi kukweli mitandaoni. Watu wengi wameendelea pia kuhoji, je, ni masuala ya biashara, kodi, au kuna jambo kubwa zaidi nyuma ya pazia ambalo tulifahamu? Lakini katika upande wa mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter, kwa sasa hivi kama X pamoja na TikTok, gumzo limezidi kushika kasi, baadhi ya watumiaji wakimtetea Niffer wakisema ni mtu mwema na mwenye michango mikubwa kwa jamii, huku wengine wakidai kwamba huenda kuna mambo ya kisheria ambayo yanahitajika kufafanuliwa zaidi. Right now, jeshi la polisi limeahidi kutoa taarifa kamili mara tu baada ya uchunguzi utakapokamilika, na wakati huo pia waandishi wa habari wanaendelea kufuatilia kwa karibu kila undani wa sakata hili ambalo limeweza kutekisa mitandao ya kijamii. Utaendelea kufuatilia Biomedia kwa ajili ya kupata update mbalimbali zaidi kuhusiana na hatima ya mfanyabiashara Niffer pamoja na tuhuma ambazo zinamkabili. Lakini pia kukumbukwa, kabla ya jeshi la polisi kuthibitisha kumkamata Niffer, Mange ndilo aliwasanua wadau kwamba Muna Love amethibitisha kwamba Niffer amekamatwa na alidai kwamba walimpiga kwanza ndo akamkamata. Hiyo ni taarifa ambayo ilitoka kwa bidada Mange, dada wa taifa. Tunaendelea kuangazia update mbalimbali. Hatima ya Niffer itakuwaje? Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja, usiache kusubscribe, kushare, kulike, kucomment na kuendelea kutufuatilia.